Tupo na madaktari bingwa kutoka nchi mbalimbali. Kwa sasa hivi tuko na madaktari kutoka Uganda wamekuja, madaktari wa watoto wanaendelea na kutoa huduma. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yaani helmet. Watoto ni pambo la taifa, hivyo afya zao ni msingi muhimu wa kujenga kizazi chenye nguvu na maendeleo. Kwa kutambua umuhimu huo, Jeshi la Wananchi Tanzania kwa kushirikiana na kituo cha watoto cha SOS limeandaa kambi maalumu ya matibabu kwa watoto kwa lengo la kuwapatia huduma za afya na kufuatilia hali zao kwa ujumla. Hafla iliyofanyika katika viwanja vya SOS wilaya ya Mjini Unguja. Wakizungumza kuhusu ujio huo, madaktari hao bingwa wa magonjwa ya watoto wamesema timu hiyo itatumia siku 6 kutoa huduma za matibabu hususan kwa watoto katika kituo cha SOS, huku ikilenga pia kuimarisha uhusiano kati ya majeshi na wananchi kwa pamoja. Kituo hiki tunatoa huduma za watoto wadogo kuanzia umri wa mwaka 1 mpaka miaka 12. Tupo na madaktari bingwa kutoka nchi mbalimbali. Kwa sasa hivi tuko na madaktari kutoka Uganda wamekuja, madaktari wa watoto wanaendelea na kutoa huduma. Tunashukuru wananchi wameitika vizuri, watoto wamekuja na wanaendelea kupatiwa matibabu mpaka sasa hivi. Kuanzia tumefungua zoezi letu, magonjwa ambayo tumekutana nayo kwa wingi, moja kubwa kabisa ni changamoto ya macho, lakini pia kuna baadhi wamepata changamoto kwenye mfumo wa hewa kwa maana respiratory tract infection, na baadhi wana changamoto za meno. Ndio magonjwa ambayo mpaka sasa hivi tunaendelea kukutana nayo. Lengo kubwa ni kutoa huduma kwa wenye matatizo. Kwa hiyo tunawakaribisha waendelee kuja, na matibabu yapo, dawa tunazo na kipimo baadhi wanapatiwa hapa. Dr. Fred Chekulide, niko mganga wa watoto, natoka Uganda, nafanya kwa Uganda People's Defense Forces, UPDF. Tunakuja hapa kwa ajili ya mambo ya CIMIC, Civil Military Cooperation ya East African Community. Uganda iko part of East African Community. Sasa tunakuja waganga 15 kupatia watu ya Zanzibar matibabu. Tuko waganga 4 wanatibu watoto. Tunakuja hapa kusaidia watoto. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kituo cha SOS Asha Salim Ali amesema lengo kubwa la zoezi hilo ni kuwaweka pamoja majeshi na jamii sambamba na kuhakikisha watoto wanapata huduma za matibabu na kufanyiwa uchunguzi wa afya zao. Lengo hasa la maadhimisho haya ni kuweka pamoja majeshi yao ya Afrika Mashariki, lakini kwa shughuli hii ni kuhakikisha kuwa watoto walio wengi zaidi kwa Zanzibar, hasa katika mkoa wa Mjini Magharibi, wanapata huduma za matibabu, kuangaliwa afya zao, kupewa matibabu na ushauri wa kitabibu pale ambapo utahitajika. Kwa hiyo zoezi hili litaanza leo tarehe 26 Agosti mpaka tarehe 31 Agosti hapa. Nichukue fursa hii kabisa kulishukuru Jeshi la Wananchi wa Tanzania kwa kulifikiria kundi la watoto kama kundi muhimu la kupatia huduma katika wiki hii. Tunawapongeza sana, ni moyo wa uzalendo na kuona kuwa wanapowapatia watoto wao afya leo ndio wanajenga taifa la vijana ambao watakuwa imara kwa sababu watakuwa wazima, lakini inaifunza jamii kwa ujumla kuwa jeshi ni chombo cha ulinzi na usalama, lakini pia cha kutoa huduma kwenye jamii. Wazazi walioshiriki katika zoezi hilo wameishukuru serikali na waandaaji wa kambi hiyo
kwa hatua hiyo ya kuwafikishia watoto huduma za matibabu. Huduma ni nzuri, alhamdulillah, madaktari wako vizuri, tunakwenda vizuri kwa uwazi na tunashughulikiwa vizuri na dawa zipo tunazipata vizuri, alhamdulillah, tunashukuru. Huduma zao ni nzuri, na sisi mwanzo tulikuwa tunaoga tukiona wanajeshi tunashtuka, lakini tumeona kwamba ni watu wa kawaida, ni watu ambao tunaweza kuwekea urafiki na vile vile ni watu ambao tunaweza kuambia matatizo yetu na wakaweza kutusaidia, yani kama watu vile wa kawaida tu. Nao watoto waliopata huduma katika kambi hiyo wamepongeza hatua hiyo, huku wakisema wamefurahishwa kupata matibabu bora pamoja na dawa. Jina langu ni Ali Hassan Ali, nimetoka shehia ya Kikangoni, nimekuja kwa tiba ya macho. Nashukuru sana Jeshi la Wananchi Tanzania kwa kuanzisha huduma hii, na sisi ni kama watoto tusikae nyuma. Nakushukuruni sana kwa ofa yenu hii, namshukuru na aliyefanya, namshukuru Mungu. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Angel Paul. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.